Na kusalimu asubuhi ya leo kwa upendo wa Mungu ali hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema kutokuonekana wa thamani leo haimaanishi wewe si wa thamani. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 11 mstari wa 6 na hata ule wa 7, maandiko yanasema, wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu, ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi, je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Basi ni kwa nini kunijilia sasa wakati mlio katika taabu? Mpendwa mtu wa Mungu, ni kuambia asubuhi ya leo, inawezekana unaonekana si kitu kwa siku ya leo au kwa wakati huu. Unaweza ukajiona wewe si wa thamani kwa sababu ya mazingira unayoishi ama hali yako ulionayo. Lakini nikwambie, unaweza ukaonekana leo huna thamani kwa wanadamu, lakini kuna wakati Mungu atakufanya thamani yako ionekane. Yefta alifukuzwa kwenye nyumba ya baba yake na watu waliomchukia, watu waliomdharau, watu walioona ya kwamba Yefta hafai. Na kwa sababu Yefta alikuwa na Mungu, haikuwa shida kwake. Alienda alikoenda, lakini tatizo likaingia kwenye ile nchi yake tena. Wazee wakainuka kumtafuta Yefta, wanaanza kutambua thamani yake ambao walikuwa haitambui mwanzo. Ndio sababu nasema asubuhi ya leo, kutokuonekana wa thamani leo haimaanishi wewe sio mtu wa thamani. Thamani yako ni kwamba vile bado haijaonekana, lakini kuna thamani kubwa Mungu ameweka ndani yako. Una kitu ambacho hana mtu mwingine. Nikwambie, wewe ni wa pekee mbele za Mungu. Endeka wanadamu wanakudharau, haoni kama unafaa kwa chochote, lakini unafaa. Na Yefta anawauliza hawa wazee, ni kwa nini mmenijia na wakati mmenichukia mkanifukuza? Leo ndio mmeniona mimi nafaa, wakati mko kwenye taabu. Lakini watu wakamwambia, tunatamani uje kwetu, tukufanye wewe uwe kichwa chetu, tukufanye wewe uwe kiongozi. Nikwambia asubuhi ya leo mpendwa, kuna siku wale wote waliokuona ufai, waliokuona huna thamani, si chochote, wataiona thamani yako na watakutafuta kwa gharama. Maana wazee walimtafuta Yefta kwa gharama kubwa sana na kunyenyekea. Kwa nini? Wametambua thamani yake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura ya 26 kuanzia mstari wa 27, maandiko yanasema juu ya Isaka, baada
ya kupanda mbegu katika ile nchi ya Wafilisti, na akavuna sana. Watu wakainuka kumchukia kwa sababu ya baraka Mungu alizombariki. Wakaamua kumfukuza na yeye. Hawakuwa wanaona thamani yake kwa wakati huo. Wakamnyang'anya na kila kitu alichokuwa nacho, hata visima vyake walimnyang'anya. Lakini maandiko yanasema ule wa 27, Isaka akawauliza, mbona mmenijia ninyi na mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe, nasi tukasema na tuwapiane sisi na wewe kwamba hatukufanya chochote kwako. Nisikilize vizuri. Hawa watu baada ya Isaka kuondoka, nchi ilikuwa kame. Matatizo yaliingia kwenye ile taifa. Njaa iliingia. Hakuna wanachokifanya ikafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wamemfukuza mwenye haki. Wamemfukuza mtu ambaye alikuwa na mawasiliano na Mungu wake. Ile nchi ilibarikiwa kwa sababu mcha Mungu alikuwepo. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, wanaweza wasione thamani yako leo kwa sababu hali ulio nayo haionyeshi thamani, lakini siku ukiondoka kwenye hilo eneo watajua thamani yako. Ayamkini unafanya kazi kwenye ofisi ambaye hawaoni thamani yako, lakini haimaanishi wewe si wa thamani. Wewe ni mtu wa thamani sana mbele za Mungu. Mungu akuinue, ujione wewe ni wa thamani na unafaa. Tuombe. Mungu mtakatifu uliye hai, asante kwa sababu ya mtoto wako asubuhi ya leo. Ile roho ya kujiona sio mtu wa muhimu, ile roho ya kujiona sio mtu wa thamani, ninaikataa kwenye maisha yake. Wacha uone mkono wako kwenye maisha yake, na siku moja thamani yake ataiona, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew.